Wazazi mpo? Uchungu wa mwana. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa kamati kuu, kipekee kaka yangu Dr. Lioba, mwongozaji wa kongamano letu kubwa muhimu na lenye thamani kubwa kwa wananchi wa Tanzania, lakini niruhusu nitambue uwepo wa wajumbe wa kamati kuu kama nilivyosema hapo mwanzoni, ambao ni walezi pia, lakini nafasi ya mwenyekiti wangu wa mkoa wa chama, mimi hapa nakuwa kama sehemu ya kutoa salamu. Lakini sambamba nitambue uwepo wa viongozi wetu wa dini, baba yangu askofu wa jimbo kuu letu la KKKT na kiongozi wangu wa kimila mzee wangu Ligwanani, lakini kipekee mtendaji mkuu wetu wa jumuiya yetu ya wazazi ndugu yangu Ali, na viongozi wote ambao wako mahala hapa. Mimi ninaweza kuwa na mambo matatu. Moja, kuwakaribisha. Karibuni sana Arusha. Ninawakaribisha kwa sababu Arusha ndio mkoa pekee bora kuliko mikoa yote Tanzania. Na uthibitisho wa kwamba ndio mkoa bora ni kwa sababu wazazi wamekuja kwenye mkoa bora. Mzazi anaenda mahala ambako kuna utulivu. Mzazi anaenda mahala ambapo kuna matumaini. Mzazi aweza kwenda sehemu ambayo haina uchumi imara. Kwa hiyo kwa fursa na mazingira yote, ninawashukuru sana wazazi kwa kuja nyumbani kwenye mkoa wao bora kuliko mikoa yote. Lakini jambo la pili, kaka yangu Lioba, kazi ya serikali za mitaa chini ya waziri wetu Mchengero kwa wananchi kupitia local government. Muundo wa serikali za mitaa ni uwakilishi wa serikali kuu. Na ndio maana madiwani na maeneo husika ili kuwa sauti yao kwa sababu ya muda hautoshi, lakini wazee wetu kama marehemu mzee Kingunge Ngombale Mwiru walikuwa miongoni mwa watu waliofanya kazi kubwa ya kuanzisha serikali za mitaa. Na lengo lake lilikuwa ni D by D. Badala ya kupola madaraka yote kwa serikali kuu, ikabidi madaraka yagatuliwe yawekwe kwa wananchi kupitia serikali za mitaa. Sasa uniruhusu kwa dakika moja nitembee kwenye ile eneo. Unapomwona diwani katika kata yake na unapomwona mtendaji wa kata kwenye hiyo kata ana ngazi sawa na mamlaka sawa na mkurugenzi wa halmashauri au wa jiji, na unakapokuja kumwona meya, mfano mdogo tu, meya kwa mfano meya wa jiji la hapa Arusha, angalia muundo wa bunge lilivyo. Bunge utamkuta kuna spika, alafu kuna katibu wa bunge. Sasa naomba hapa mnitege sikio mnielewe vizuri. Muundo huo wa waziri mkuu kwa bungeni, manake waziri mkuu ni msimamizi wa hamisha chini kwenye serikali za mitaa. Jodasi ni waziri mkuu wa halmashauri. Lakini pia umeona mkuu wa wilaya, ndivyo unavyomuona rais wa jamhuri katika ngazi ya wilaya. Lakini pia unavyomuona mkurugenzi, ndio unamuona mtendaji mkuu wa bunge. Na si hapo mnaelewa vizuri. Kwa hiyo ugatuzi wa mamlaka kuyaweka kwa wananchi, maana yake halmashauri zinapewa autonomy, zinapewa mamlaka kamili ya kupanga, kuamua na kusimamia mipango ya maendeleo kulingana na mahitaji ya wananchi wao. Na kwa picha hiyo sasa, ukienda kwenye wilaya, ili waziri ili mkuu wa wilaya aingie kwenye kile kikao, inabidi spika wa halmashauri ambaye ndio meya apewe taarifa. Na tukiingia mle kwenye vikao, mimi na mkuu wangu wa mkoa au mkuu wangu wa wilaya hakai kwenye kile kiti cha meya, kama ilivyo Mheshimiwa Rais hakai kwenye kiti cha spika anapoingia kwenye bunge. Lakini ndivyo ilivyo waziri mkuu wetu ambaye ndio dasi,
kazi yake ni kuwa kiungo wa kuhakikisha taratibu na kanuni zilizotengenezwa kuiwezesha halmashauri ifanye kazi haziharibiwi au hazivunjwe. Mathalan, halmashauri inaweza kapanga mradi wa maji lakini kaenda kujenga sehemu ambayo ina matatizo, au kwenye chanzo cha maji wakaenda kujenga shule. Kazi ya dasi ni kuhakikisha anasimamia hizo taratibu na kuishauri vizuri ili baraza lifanye kazi vizuri. Sasa kwa picha hiyo inatupa nafasi gani ya kuona serikali yetu tu si kwamba imepora mamlaka yote, imerudisha mipango yote kufanyika katika ngazi ya chini. Na ndio maana wanasema hapa, muona juzi Mheshimiwa kakaangu Lioba, nilikuwa Dodoma bungeni, mimi na timu yangu ya mkoa tulienda kuwasilisha bajeti ya mkoa mzima wa Arusha. Lakini bajeti hiyo haianzii kwenye ofisi yangu, inaanzia huko chini. Maana diwani anaitisha kikao, anakaa na timu yake ya kata, na wenye viti wa mitaa, wenye viti wa vijiji ni wajumbe kwenye vile vikao. Yale wanayoyapata wanaleta kwenye halmashauri. Halmashauri mchumi na timu yake wanayachambua. Wakimaliza kuyachambua wanapeleka kwenye kamati ya fedha ya halmashauri. Kamati ya fedha mwenyekiti wake ni meya au mwenyekiti wa halmashauri na watu wa fedha wa pale, akiwepo na mbunge ni sehemu ya wajumbe wa hicho kikao. Wakimaliza pale wanapeleka kwenye baraza. Baraza likiyapitisha inapeleka kwenye kikao kinaitwa DCC. Kwenye kikao cha DCC ni kikao cha halmashauri, kikao cha wilaya ambacho mkuu wa wilaya ndio mwenyekiti, lakini wadau wote wanahusika mpaka vyama vya siasa ambavyo havina wabunge venye wabunge ni wajumbe katika kikao. Wakimaliza wanaichukua hiyo kablasha wanaleta mkoani. Tunakaa kikao cha RCC. RCC tukishamaliza mipango yote ya maendeleo kutokana na maoni ya wananchi walioanzia kwenye ngazi ya kata yakiwakilishwa na wenye viti wa mitaa pamoja na wajumbe wao, mimi ndo nayabeba, yakishapita hapo na apeleka bungeni Dodoma. Dodoma naenda kukutana kamati ya TAMISEMI. Kamati ya TAMISEMI ambao mwenyekiti wake anakuwa sasa mimi na waziri wangu wa TAMISEMI tutakuwa upande mmoja. Na jukumu langu sasa mimi naanza kupresent paper ya kutetea mipango ya maendeleo na fedha zilizoombwa kwa mkoa wa Arusha. Na baada ya pale tukishamaliza linabebwa na kusanywa lote, waziri wetu Mchengerwa anaingia nao sasa bungeni kwenda kuhitimisha katika mchakato wa mwisho wa kuidhinisha bajeti ya mwaka. Na kwa taarifa fupi tu Mheshimiwa, niwaambie viongozi wangu wa mkoa wa Arusha umeondoka kinara kwenye kamati kwa bajeti kwa nzuri yenye viwango vya kimataifa. Na msemo wa Waswahili wanasema yajayo. Kwa nitaka tu nitoe muundo kidogo ili mtu aone kwamba mwenyekiti wa mtaa ni mtu muhimu sana na wajumbe wake. Mwenyekiti wa kijiji ni mtu muhimu sana na wajumbe wake. Mwenyekiti wa kitongoji ni mtu muhimu sana kwa sababu maendeleo yanapangwa kutokea wapi? Na ndio maana wanapohudhuria vikao wanapeleka hoja za watu wao, inaleta tija ya kuwakilishwa na kukamilisha maendeleo yao. Jambo la pili kakaangu nikwambie tu, mkoa huu sio kwamba nataka kuupendelea sana, lakini mkoa pekee ambao ukishindwa kufanikiwa kwenye huu mkoa, mwenyekiti wa wazazi, ikitokea umeshindwa kufanikiwa kwenye huu mkoa, subiri mbinguni. Yaani mkoa una fursa zote. Wewe kwenye utalii haupo. Kwenye uchimbaji wa madini ya kule Rubi haupo. Kwenye kuuza michezo, mpira, uwanja unaojengwa hapa Arusha wewe haupo. Yaani wewe kila mahala ukitafutwa, basi fuga talasta upate mtoto wa kizungu kwa sababu anapatikana hapa Arusha. Kwa ni mkoa ambao umejaa fursa zote. Lakini Daktari Samia kafanya nini kwenye mkoa? Ametupendelea sana mno. Kabla na baada ya COVID, uchumi wa mkoa wetu umejengwa na utalii. Haya mahoteli unaopita haya yalikuwa hayana watu. Kwa makusudi kabisa Rais Samia kafanya mambo makubwa manne. La kwanza, ameeleza ndugu wetu hapa mwakilishi kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, swala la Royal Tour. Na sio tu kwamba kafanya filamu, hata alipotoka Marekani kawaonyesha watu wa duniani kote. Kituo cha kwanza cha kutua alikuja wapi? Arusha. Kwa hiyo alikuwa anaonyesha kwamba hiki nilichowaonyesha lango lake la kuingilia kwenye nchi yangu, nendeni wapi?
Lakini jambo la pili alilofanya Daktari Samia, kuwapa confidence watu kwa kufanya mikutano. Hivi tunavyoongea, kaka yangu Lioba, ukumbi ulioko pale pembeni kuna mkutano unaendelea. Huku kwenye mahoteli kuna mikutano unaendelea. Yaani huku dunia ni kama vile ndio sehemu yake ya kuishi hapa Arusha. Na kwa kufanya hivyo, lakini jambo la tatu kubwa alilofanya, kuliwezesha jeshi letu la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba mikoa yote ukiwemo na mkoa wa Arusha unaendelea kuwa mkoa wenye amani na utulivu. Mkoa wetu ni shwari. Utulivu ni mkubwa. Na kuishia hivyo, la nne, akatuunganisha wote bila kujali vyama na dini zetu. Leo hapa umemwona tulikuwa na kazi wetu wa mkoa wa Arusha. Na jana hapa kwenye iftari katuongozea dua nzito sana kumwombea Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tuko na baba askofu hapo Godwin kutoka KKT. Manake viongozi wote wa dini na wananchi, kwa vyama vyetu, kwa makabila yetu, kwa vipato vyetu, Daktari Samia katufanya kuwa wamoja. Na ndio maana sasa tunaongelea biashara, hatuongelei tena udini wala ukabila ndani ya mkoa wetu wa Arusha. Kwa kumalizia, kakaangu, tuna ukumbi huu unafanya mikutano. Lakini Daktari Samia alipoenda duniani huko akapiga mahesabu, akagundua biashara ya mikutano ni biashara kubwa sana. Akatoa maelekezo kwenye wizara yetu ya mambo ya nje. Akatoa maelekezo kwenye wizara yetu ya kazi. Sasa hivi mwezi ujao Arusha tunaenda kuanza ujenzi wa ukumbi wa kimataifa utakao kuwa namba 1 kwa Afrika nzima. Na ndio maana nikisema Arusha ni mkoa bora sana, mnielewe jamani. Utakuwa namba 1 kwa. Na ndio maana sisi hatupambani kushindana na mikoa mingine, sisi tunapambana kushindana na wananchi wa Afrika. Kwa ukumbi huo, kaka yangu Lioba, unakadiriwa kutumia dola milioni 500. Unaongelea investment ya takriban trilioni 1.3. Na ukumbi huo utakuwa umeambatana na service mbalimbali, huduma mbalimbali. Moja wapo, tunajenga hoteli yenye uwezo wa kuwabeba marais 10 kwa wakati mmoja. Yaani wewe unafahamu kunaenda kwa mfano kama ukienda pale Kempisi utakuta kuna hoteli ina rais mmoja. Ukienda labda pale unakuta kuna hoteli ina rais mmoja. Sasa sisi tunajenga hoteli itakayoweza kubeba marais 10 wanakaa sehemu hiyo wakati mmoja. Lakini pia tutakuwa na shopping mall kubwa sana ambayo ina ukubwa wa square meter 20,000. Kwa lugha nyepesi ni kwamba inaenda kubadilisha kabisa muonekano wa mkoa wetu wa Arusha. Lakini jambo la pili ambalo Daktari Samia amelifanya kwenye bandari ya Tanga lina positive effect kwetu. Kaokeza takriban bilioni 400. Bandari ya Tanga ilikuwa ni bandari ya 3 kwa kupakia na kupakua mizigo. Ya kwanza Dar es Salaam, ya pili Mtwara, ya Tanga ilikuwa ni ya 3. Lakini uwekezaji aliofanya Daktari Samia pale Tanga umepelekea bandari ya Tanga kuwa bandari ya 2. Na malori yalikuwa yanapita kwenye mkoa wetu sisi watu wa Arusha, ilikuwa malori 60 kwa siku. Kwa uwekezaji huo sasa hivi kwa siku wanaopita malori katika mkoa wetu wa Arusha ni malori 600. Na malori hayo si kwa ajili ya mkoa wetu wa Arusha, Uganda na nchi zinginezo. Kwa hiyo wanapita kwenye kona, wanaenda kwenye hizo nchi. Lakini tulifanya mazungumzo mazuri sana na waziri wetu wa uchukuzi. Lakini pia Daktari Samia kwa mapenzi yake makubwa kaamua pia Arusha tujengewa SGR. Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi nilipata nafasi ya kuwa na kamati mbalimbali zilipita hapa ofisini kwetu. Nikaomba waheshimiwa wabunge, likifika jambo la Arusha bungeni, kubalini bila hata kuhoji ni kwa ajili ya nini. Kwa hiyo tumeshakubaliana wataitikia tu Arusha, jambo la Arusha ndio. Nikamwambia baadaye mtaniuliza hivi Makonde kwa jambo gani, nitawaeleza, lakini nyinyi ndani ya bunge itikieni tu. Kwa hiyo nimeomba pia jambo hili ambalo Daktari Samia atalipeleka kupitia wizara yetu ya uchukuzi walizie. Tukifanikiwa kuipata reli bora kama SGR, tafasiri yake Arusha tutaenda kujenga bandari kavu. Manake kontena zote zinazotoka Dar es Salaam, zinazotoka Tanga, ambazo zilikuwa zinaenda kwenye hizi nchi jirani, watakuja kuzichukulia wapi? Hapa Arusha.
Wakichukulia hapa Arusha, manake tumeongeza ajira wananchi wetu. Wewe nikupe mfano tu, malori 600 kwa siku yanapita barabarani. Piga mahesabu, kila lori moja lina watu 3. Maana yake tutahitaji kuwa na vyumba 1800 kwa wakati mmoja vipya kwa ajili ya makontena yanayochukuliwa hapa Arusha. Sasa usiongelea habari ya kupakua mzigo kupeleka kwenye sehemu ya bandari kavu, usiongelea wafanyakazi wale wa TRA na mamlaka zingine za bandari, manake uchumi wa mkoa wa Arusha utakwenda kupanuka. Lakini la tatu ambao ni kubwa, Mungu alivyomwema, Arusha tumepata upendeleo mkubwa. Tuna uhaba wa madini soda. Hivi vioo, ndugu zangu wajumbe, chini ya mwenyekiti wetu, vinajengwa kwa kutumia madini soda. Mbolea inayotumika kwenye kilimo ni madini soda. Sabuni tunazofulia vyombo na nini ni madini soda. Kwa nchi nzima ya Tanzania, eti Mungu kaamua kuyaweka madini soda wilaya ya Monduli kwenye kijiji cha Ingaruka. Na imebainika tunao deposit ya madini soda yanayoweza kutumika miaka 100 ijayo. Na hivi tunavyoongea, Daktari Samia ameshatoa bilioni 14 kwa ajili ya kulipa fidia ili wananchi watoke kwenye eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 220, na tayari NDC imeshatangaza na wawekezaji wameomba, na wawekezaji wanaotarajiwa kuja kuwekeza fedha isiyopungua trilioni 2.3. Hivi kweli utakuwa maskini tu kwenye mkoa? Yaani Ingaruka we haupo kwenye madini soda, Longido kule kwenye upande wa Rubi haupo, hata kwenye utalii wa picha haupo. Ukienda Meru hapa kwenye hotikacha we haupo, kwenye hoteli haupo, kwenye magari ya utalii haupo. Lakini pia anatujengea uwanja mkubwa wa kimataifa takriban bilioni 286, na sasa uwanja wetu umefikia 38%. Na Mheshimiwa Mwenyekiti na kakaangu Lioba, tunaomba maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda Daktari Samia. Tunataka pia AFCON 2027, uzinduzi wa AFCON, mashindano haya ya mpira Afrika, ufanyika hapa Arusha. Nimalizie kwa kusema ametupa komponenti zote 4. Ametuboreshea safari tourism, ametuboreshea conference tourism na kutujengea ukumbi wa kisasa, anatujengea uwanja wa mpira kwa ajili ya kuhakikisha tunaingia kwenye sport tourism, na sasa akatuletea Wahindi, na juzi ilikuwa na balozi wa India kwa ajili ya mpango wa kujenga hospitali za kimataifa. Yaani unakuja kwa ajili ya kikao cha mipira, tunakupa ukumbi, unaenda uwanjani unacheza mpira. Kabla hujaanza kucheza mpira tubadilishe ratiba, unaanza na mikutano. Kabla ya kucheza mpira unaamua kwenda kwanza mbugani, tunakula hela. Yaani unafanya kikao, tunakula hela, unaenda mbugani, tunakula hela, unaingia kwenye uwanja wetu wa mpira unacheza, tunakula hela, alafu unaumia, unakuja tunakutibu, tunakula hela. Sio kama mnaelewa? Yaani sisi tunakula hela kuanzia unapoingia, ukifanya mkutano hela, ukilala hela, ukitaka kwenda kwenye mpira hela, ukitaka kwenda mbugani pesa, ukiugua. Nani kama Samia? Nimalizie kwa kuwaomba, kwa sababu hapa viongozi wangu wametoa miongozo mingi sana, na ndio maana sitaka kwenda kwenye takwimu, kwa sababu waliosema hata ndugu yangu alihapi takwimu za kitaifa na si kwenye mkoa. Tumeona kwenye sekta ya afya, kabla hajaingia madarakani Daktari Samia, ulikuwa unatembea kilomita 15 kutafuta huduma ya afya, kilomita 15. Lakini kwenye uongozi wake miaka yake 4 unaenda kilomita 4. Yaani maana yake katuondolea kilomita 11 za kina mama kusumbuka kutafuta huduma nini ya afya. Huku kwenye upande wa maji, mnafahamu Arusha tuna mradi wa bilioni 520 unafanya vizuri. Changamoto ilikuwepo kwenye miundombinu kwa ajili ya gharama ya uzalishaji, ambao tayari naibu waziri mkuu tumeshakaa naye kikao na waziri wetu wa maji ametoa maelekezo, na hivi tunavyoongea tuna kampeni ya mtaa kwa mtaa wa kuunganishwa maji. Yaani mkoa wa Arusha unaunganishwa maji ukiwa hauna hela, afu utakuwa unalipa taratibu kuna kunywa maji nyumbani kwako. Kwa hiyo amefanya kazi kubwa na kazi inaendelea, na maeneo mengine ambapo tulikuwa tuna changamoto ya miundombinu kufika, ameleta mtambo gari kubwa, kila mkoa amenunua moja, ambao sasa wanachimbiwa visima huko huko na kuhakikisha wananchi wanapata maji. Nitakumalizia mambo mawili. Moja, kuwaomba tuendelee kuwa wamoja. Tuendelee kuwa wamoja kwa ajili ya kuhakikisha haya mema mengi mazuri anayoyaleta Daktari Samia katika mkoa wetu
tunayatunza na kuyaenzi kwa kushikamana kwa wamoja. Tukiwa wamoja manake tutalinda amani yetu. Nikupe mfano tu kakaangu Lioba. Najua kuna watu wanalalamika, kuna baadhi ya miundombinu, kuna changamoto. Hivi kama rais amekubali kutujengea ukumbi wa kimataifa mkubwa kuliko ukumbi bora kuliko nchi zote za Afrika. Hivi barabara hata leo uwanja wa mpira wa bilioni 286. Kweli kuna haja ya kuandamana kwa ajili ya barabara kweli? Itakuja tu. Na ndio maana hii barabara kutoka Kilombero kwenda mpaka Kisongo pale 1.3 inajengwa njia 4. Tunaweka mpaka na flyover pale. Kutoka pale Tengeru kilomita 28 kwenda mpaka Mererani inajengwa njia za kutosha tu. Kwa hiyo una connect pale, unaingia Mererani unaingia Kia, unatamba zako. Na timu ya feasibility study, mpango unakamilika na penyewe wanataka kujenga kwa lami. Hivi kuna haja ya kugombana kwa sababu ya barabara tu? Mimi niwaombe katika hili eneo tuendeleeni kumwombea, kumtia moyo. Yako mambo anayaleta bila kelele, na bahati nzuri sio mtu wa kupiga nini. Sisi ndio wabobojaji, lakini kwake wala hana nini kazi na kakaangu Gavu fahamu. Huu mkoa tumekubaliana, panda mti usipande chuki. Panda mti usipande. Na ukitaka kuharibu maisha ya watoto wa wenzako, hakikisha watoto wako hawatumii jina lako, kwa sababu dhambi na ubaya una tabia kumfuata mtu. Kwa hiyo sisi tumekubaliana tuishi kama familia. Na mimi niwahakikishieni, najua leo tuko live TBC na mzee wangu Sabaya yuko pale, mzee mwenye hekima, mtulivu, mtu ambaye akisimamia jambo analisimamia kweli kweli. Tumekubaliana sisi mkoa utakaoongoza kwa kuwa na kura nyingi za Daktari Samia ni Arusha. Kauli hiyo sio ya kwangu peke yangu, nimewasikia watu wa utalii na wanavyo sababu za kutosha kwa nini wanamtaka Daktari Samia endelee kuwa rais wao. Nimesikia kwa wachimbaji wa madini wanazo sababu za kutosha. Nimesikia kwa wakulima wanazo sababu. Nimewasikia kwa bodaboda wanazo sababu. Viongozi wa kimila wanazo sababu. Kila kona wakiwemo mpaka mamalishe na babalishe wanazo sababu za kutosha za kuongoza kumpa kura Daktari Samia. Kwa kuwa na umuhimu mkubwa, ndugu yangu Alihapi, historia zetu zinafanana. Huyu tuligombea naye umoja wa vijana. Tulikuwa hawa tunatafuta umakamu mwenyekiti. Tukapambana ngoma zikagoma. Sasa tukikutana mtaani tunaambizana. Sasa mimi hapo nimepata kuwa msemaji wa vijana. Mwenzangu yuko kijiweni. Kwa kila mara nikikutana naambia Happy unafaa kuwa DC. Sasa ndugu yangu atuombeane mema. Kwa siku mimi nakuja kuteuliwa kuwa mkuu wa wilaya, mwenzangu yuko kijiweni. Tena kijiweni penyewe Lumumba pale. Sisi mnaijua Lumumba pale rafiki yangu, unapokea kila mwenye begi hata kama halina hela. Lakini kwa sababu ya kuendelea kutakiana mema, siku napanda mimi kuwa mkuu wa mkoa, yeye anateuliwa kuwa mkuu wa wilaya Kinondoni. Sasa utaratibu ulikuwa sio mzuri sana, kwa sababu wewe mkuu wa mkoa kwa mujibu wa sheria zetu, ukitaka kuondoka kwenye nafasi ya ukuu wa mkoa, unatakiwa kumkaimisha ni mkuu wa mkoa mwenzako. Sasa mimi mapenzi yangu kwa ndugu yangu, nikiondoka mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, wewe ndio mkuu wa mkoa. Basi watu wananuna kweli yani. Lakini nilitamani kuona. Siku narudi nakumbuka nikamwombea mbele ya Mheshimiwa Rais, vijana walioiva wako wengi. Alihapi ni mmoja wapo. Ikitokea nafasi unataka mkuu wa mkoa, mchukue. Huyu hapa akajikuta ameingia Iringa. Tumekwenda kwenye maisha wote tukawa benchi. Tunatafutana tena tunatiana moyo. Sasa mimi nimepata uenezi, anauliza ndugu yangu vipi? Nikamwambia mwanangu tuko mae. Mungu alivyo mwema, anateuliwa kuwa katibu wa wazazi, mimi ndo natoka na kuwa mkuu wa mkoa. Sasa sielewi, huwa natangulia afu yeye anafuata. Sijui naelekea wapi sasa hivi. Lakini nakuhakikishia nitakapokwenda utakuwepo. Pointi yangu moja tu, vijana
tuombeane mema. Tuombeane mema. Na nasema haya mbele ya wazazi. Sasa wewe waza leo amekuja hapa ni katibu wa wazazi, mimi mkuu wa mkoa, anajisikia fahari yuko kwenye mkoa wa nani? Wa ndugu yake. Sasa wewe endelea kuyakoroga alafu fikiri unatanguliza mazuri. Itafika mahala hata sura pa kuiweka. Na tabia yetu huwa ni moja tu. Ukimwona mwenzako ametoka madarakani unafikiri kama kitabu chake kimefanya nini? Kitabu hakifungwi na mwanadamu. Shukrani sana. Kitabu cha mwanadamu hakifungwi na nani? Kinafungwa na Mungu. Asanteni sana na karibuni Arusha.